Kuna habari njema kuhusiana na mchakato wa kesi dhidi ya Samia Suluhu Hassan katika Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu kama inavyoelezwa kwa kina japo kwa kifupi katika makala hii hapa Jasusi TV. Sasa habari hizo njema zinatokana na ukweli kwamba ripoti ya Jaji Chande iliyowasilishwa kwa Samia Suluhu Hassan majuzi imerahisisha kwa kiasi kikubwa mchakato wa mashtaka dhidi ya Samia Suluhu Hassan pamoja na wengine waliohusika katika unyama mkubwa ulioanza kutokea Oktoba 29, na kwa mujibu wa taarifa ni kwamba bado unyama huo unaendelea, ambapo kwa mujibu wa ushahidi uliowasilishwa katika mahakama hiyo idadi ya waliouawa ilikuwa inazidi watu 10,000. Makala hii inaeleza kwa nini ripoti ya Jaji Chande inarahisisha kesi hiyo hasa upande wa mashtaka dhidi ya Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo ripoti hiyo ya Jaji Chande kama unafahamu iliwasilishwa wiki iliyopita, na lengo kuu la ripoti hiyo lilikuwa ni kumsafisha Samia Suluhu Hassan, lakini lengo dogo lilikuwa ni kuwabebesha lawama watu na taasisi nyingine katika huko kumsafisha Samia Suluhu Hassan, na hilo wamefanikiwa kwa sababu katika maelezo yao wamedai kwamba maandamano hayo yalihamasishwa na wanaharakati, lakini pia wakatupa lawama kwa kampeni ya No Reforms No Election kwamba nayo ilihamasisha maandamano hayo, na wakaenda mbali na kudai kwamba waandamanaji walipewa kuanzia shilingi 10,000 hadi 50,000 kuwahamasisha waandamani, na wakadai kuwa maandamano hayo hayakuwa ya amani, yalikuwa ni ya vurugu. Kwa hiyo lengo hilo la kumfurahisha Samia Suluhu Hassan kwa yale makusudio yake, matakwa yake ya kusafishwa na tume hiyo, hilo limetimia. Hata hivyo limemtia kitanzini. Ripoti hiyo ya tume imemtia kitanzini katika kesi mchakato wa kesi hiyo dhidi yake huko ICC, kwa sababu ripoti hiyo ambayo kwa muda mrefu kama nilivyosema ilikuwa inatarajiwa kuosha doa hilo la mauaji yaliyofanyika kuanzia kipindi cha uchaguzi kipindi cha Oktoba 29 na siku zilizofuatia, badala yake imekiri kwa njia isiyo ya moja kwa moja kuhusu kuwepo ya mauaji ya kiraia, utekaji na vifo vya watoto wadogo. Kwa hiyo hoja ya kwanza katika hili ni kwamba tume ya Jaji Chande imekiri rasmi vifo vya watu 518 wakati wa machafuko baada ya uchaguzi. Idadi hii ingawa ni pungufu sana ikilinganishwa na takriban watu 10,000 ambao waliripotiwa katika ile dozi iliyowasilishwa kule ICC, ina umuhimu wa kipekee kisheria kwamba kwa mara ya kwanza tangu machafuko haya yatokee, chombo rasmi cha serikali ya Tanzania kimekubali, na sio tu kukubali, bali kimekubali chini ya saini ya jaji mkuu mstaafu wa Mahakama Kuu kuwa raia waliuawa kwa idadi kubwa wakati wa operation za vyombo vya dola. Kwa lugha ya sheria ya kimataifa, hili linaitwa state admission. Mwendesha mashtaka yoyote wa ICC atatumia ukiri huu kama msingi wa kuthibitisha kuwa mauaji yalitokea bila kuhitaji tena kuthibitisha jambo hili kupitia ushahidi mwingine. Tofauti kati ya watu 518 waliotajwa na tume ya Jaji Chande na takriban watu 10,000 waliotajwa katika dozi iliyowasilishwa ICC haitamfaa Samia kisheria, itamuumiza zaidi. Sababu ni hii: dozi iliyowasilishwa ICC imeambatanishwa na ushahidi wa kina, picha za miili, orodha za majina, ripoti za hospitali, ushuhuda wa mashahidi walioona matukio mbalimbali na uchambuzi wa kijiografia katika maeneo ya makaburi ya halaiki. Ripoti ya Jaji Chande kwa upande mwingine haijaonyesha ushahidi hata mmoja unaothibitisha idadi yake ya watu 518. Haina viambatisho, haina orodha ya majina, haina ramani za maeneo ya matukio, haina taarifa za uchunguzi wa miili, na hili linaifanya ripoti hiyo kuwa hati ya kisiasa, sio hati ya kiuchunguzi. Mwendesha mashtaka wa ICC ataweza kuonyesha kwa urahisi kuwa serikali ya Tanzania ilikiri vifo, lakini ikashindwa au ikakataa kuchunguza ukubwa kamili wa mauaji. Hoja ya pili nzito ni ukiri wa utekaji.
kwamba serikali ya Samia Suluhu Hassan imekiri utekaji. Tume ya Chande imegusia matukio ya watu kupotezwa na kutekwa, na kwa kufanya hivyo imefungua mlango wa kisheria ambao serikali ya Samia imekuwa ikijaribu kuufunga kwa muda mrefu. Ikumbuke kwamba matukio ya utekaji yalianza kushamiri wakati wa utawala wa Samia Suluhu Hassan kuanzia katikati ya mwaka 2023. Na kama mlivyofahamu, kila jitihada zilizofanyika kuzungumzia janga hilo la utekaji zilizimwa na serikali hiyo. Moja ya matukio makubwa kuhusiana na hilo ni jitihada binafsi za Askofu Josephat Gwajima kuongelea janga la utekaji, na nyote mnafahamu nini kilichotokea kwake. Lakini pia Balozi Humphrey Polepole naye aliongelea kuhusu hilo, naye pia mnafahamu nini kilichotokea kwake. Kwa muda mrefu msimamo rasmi wa serikali ya Samia umekuwa kwamba madai ya utekaji ni propaganda za upinzani na vyombo vya kigeni vya habari, yani vyombo vya nje vya habari. Sasa ripoti rasmi ya tume iliyoteuliwa na Samia mwenyewe imekubali kuwa matukio hayo yanatokea. Hili ni geuzi la kimsingi. Katika sheria ya kimataifa ya jinai, utekaji wa kulazimisha, huu unaitwa enforced disappearance, ni uhalifu dhidi ya binadamu chini ya kifungu cha 7 cha mkataba wa Roma. Si lazima mwendesha mashtaka athibitishe nia ya kuua, inatosha tu kuthibitisha mfumo wa utekaji uliofanywa au kuruhusiwa na dola. Lakini hapa ndipo penye kasoro kubwa zaidi ya kimkakati katika ripoti ya Jaji Chande. Tume hiyo imegusia matukio ya utekaji yaliyojiri kabla ya tarehe 29 Oktoba mwaka jana, yani kabla ya uchaguzi wenyewe. Kwa kufanya hivyo, ripoti hiyo imethibitisha bila kukusudia kuwa muundo wa utekaji ulikuwepo kabla ya machafuko ya Oktoba 29. Hii inaunga mkono moja kwa moja sehemu ya dozi ya ICC inayohusu rekodi ya muda mrefu ya Samia katika utekaji na ukatili dhidi ya jamii ya Wamasai katika operations za Loliondo na Ngorongoro, pamoja na kesi mbalimbali na matukio yaliyomhusu Balozi Humphrey Polepole na matukio mengine kuhusiana na wanaharakati na wanasiasa ambapo idadi kubwa ya watu wamepotea au hawajulikani walipo. Kwa hiyo tume ya Chande imejipiga risasi ya mguuni. Imethibitisha kuwa utekaji sio tukio la dharura la baada ya uchaguzi, bali ni mfumo wa kudumu wa utawala wa Samia. Hoja ya tatu ambayo ni nzito kimaadili na kisheria ni ukiri wa vifo vya watoto. Ripoti ya Jaji Chande imekubali kuwa miongoni mwa waliouawa walikuwa watoto wadogo, baadhi yao wakiwa na umri wa miaka 5 tu. Kwa mujibu wa mkataba wa Roma na sheria ya kimila ya kimataifa, mauaji ya watoto wakati wa operations za vyombo vya usalama yana uzito wa kipekee. Yanaondoa kabisa hoja ya kujihami inaweza kutolewa na maafisa wa jeshi la polisi au jeshi la wananchi wa Tanzania kwamba walikuwa wanapambana na wahalifu au wachochezi. Mtoto wa miaka 5 hawezi kuwa tishio la kiusalama. Risasi inayomuua mtoto wa miaka 5 nyumbani kwake au barabarani akirudi shule ni ushahidi wa moja kwa moja wa matumizi ya nguvu kupita kiasi, ambao ni kipengele kikuu cha uhalifu dhidi ya binadamu. Lakini sasa tugeukie pia upande mwingine kuhusu kauli aliyotoa Samia Suluhu Hassan kwamba ripoti ile ni yake na ana maamuzi yeye, kwamba hasitokee mtu yote kuidai ripoti ile na haitowekwa, na mpaka sasa hivi ripoti hiyo haijawekwa hadharani. Kwa hiyo kilichofanyika ni kutoa muhtasari uliochujwa kupitia vyombo vya habari vinavyounga mkono. Hili nalo ni tatizo la kisheria katika sheria za kimataifa. Kufichwa kwa ripoti ya tume ya uchunguzi wa madai ya uhalifu wa kivita au uhalifu dhidi ya binadamu kunaweza kutafsiriwa kama kizuizi cha haki, yani obstruction of justice, na kuna maanisha hoja ya ICC kuwa mahakama za ndani za Tanzania zimeshindwa au hazina nia ya kuchunguza kwa kina au kwa uadilifu. Kanuni miongoni mwa kanuni za ICC ambayo ni moja ya kanuni kuu zinazoongoza inaeleza kwamba ICC inaingilia kati pale tu mahakama za nchi husika zinaposhindwa au kukataa kushughulikia uhalifu mkubwa. Ufichaji wa ripoti hii ni ushahidi tosha wa kushindwa au kukataa kufanya hivyo. Kwa hiyo kwa pamoja madhaifu yote ya tume ya Jaji Chande yanatengeneza picha hii nzito na kwa hakika ni habari njema. Kwanza, idadi ya vifo ambayo tume imekiri ni ndogo, lakini imefungua mlango wa ukiri wa kisheria kwamba kwa mara ya kwanza Samia Suluhu Hassan na serikali yake wamekiri kwamba kulitokea mauaji, na hili wamekuwa wakilikwepa kwa muda mrefu sana. Pili, hakuna ushahidi ulioambatanishwa na tume hiyo,
Jambo hili linaifanya ripoti hiyo kuwa ni hati dhaifu mbele ya viwango vya uchunguzi wa kimataifa. Lakini tatu, ukiri wa utekaji unathibitisha mfumo wa muda mrefu wa serikali kwamba tukio la matendo ya utekaji yamekuwa yakiendelea kwa muda mrefu. Nne, ukiri wa vifo vya watoto unaondoa hoja zozote kwamba vyombo vya dola vilikuwa vinajihami. Na tano, kufichwa kwa ripoti yenyewe kunaonyesha hofu ya yaliyomo ndani ya ripoti hiyo. Kadhalika, namba sita, kugusia matukio kabla ya Oktoba 29 kunaunganisha matendo yaliyokuwa yakifanyika kabla ya uchaguzi na rekodi ya muda mrefu ya ukatili dhidi ya Wamasai, wapinzani wa kisiasa, wanaharakati na raia wa kawaida. Kila moja ya hoja hizi ni sehemu ya silaha za kisheria ambazo zimetengenezwa na Samia mwenyewe kupitia tume yake ya Jaji Chande. Kwa hiyo hizi kwa hakika ni habari njema sana ambazo zinaweza kuleta ahueni katika kipindi hiki ambacho watu wengi walikuwa wanaanza kukata tamaa kuhusiana na mchakato wa kesi dhidi ya Samia huko ICC. Je, wewe una maoni gani kuhusiana na ripoti hii? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.